Amen. Haleluya watu wa Bwana. Amina. Kwa hiyo ujumbe wangu mahali hapa mpendwa, yes, nimekuja kukujulisha hivi leo, amen, ya kwamba kutokutii sauti ya Mungu, amen, tukifuata mambo yetu wenyewe, amen, tunatenda dhambi. Amen. Kwa hiyo dhambi ni kutokumtii Mungu. Amina. Sauti ya Mungu akuagizayo. Amen. Kama Mungu anakataza uchawi, yes, asiwepo mtu alogae kwa mafundo. Amen. Asiwepo mtu ampitishaye bintie kwenye moto. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Wasionekane mtu kwenu, yes, mtu apigae ramli. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo uganga, ushirikina na uchawi, yes, ni dhambi kwa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa sababu ni kinyume cha mapenzi yake. Yes. Sisi wote mahali hapa, amen, tunaishi kwa neno lake Mungu. Amina. Mungu alimuumba mwanadamu, amen, akampa utaratibu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya watu wa Bwana. Amen. Ya kwamba wewe utaishi hapa, ila utaratibu wako, yes, na maisha yako yote, amen, yawe tegemezi kwangu. Amen. Haleluya watu wa Bwana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo tukifuata yetu sisi wenyewe, yes, mtu anapopata changamoto, amina, anapopitia shida fulani, badala ya kumkimbilia Mungu, amina, yeye anawageukia wanadamu, anakimbilia kwa mganga, amina, anakimbilia kwa wazee wa matambiko, amina, akiweka tumaini lake, yes, akiamini, amen, ya kwamba anaweza kupona. Amen. Sasa maandiko yanatueleza, yes, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake, yes, ni njia za mauti. Amina. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo iko njia, yes, inayoonekana inatupendeza, amen, machoni petu sisi wenyewe, kwamba sipati kazi, yes, siwezi kumtegemea Mungu, amen, lazima nikafuate mambo yangu mwenyewe. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ile njia unaweza ukaona kama vile inaweza akakupeleka kupata ile kazi, amen, lakini unakuwa mtumwa, yes, wa ile dhambi, kwa sababu mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa ile dhambi. Amen. Ukishakuwa umeteka tumaini kwenye waganga, yes, maisha yako yote, amen, yatakuwa ni waganga. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya watu wa Bwana. Haleluya makuhani wa Kristo. Amen. Sema amen mahali ulipo. Amen. Kwa hiyo kutokufuata sauti ya Mungu, amen, tunatenda mambo yaliyo mabaya. Amen. Maandiko yanasema, amina, mtu apigaye uchawi, amen, ni chukizo kwa Mungu. Amina. Mtu amtegemeaye mwanadamu, yes, ni chukizo kwa Mungu. Amina. Kwa hivyo tumaini letu tunabidi tumkabidhi Mungu. Amen. Haleluya watu wa Bwana. Amen. Haleluya makuhani wa Kristo. Amen. Kwa hiyo hilo njia mtu ailekeayo, yes, anaiona kuwa ni sawa machoni pake. Amen. Lakini mwisho wake ni njia za mauti. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya makuhani wa Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tusome kitabu cha Ezekieli. Tusome kitabu cha nabii Ezekieli 13:17 mpaka ule 20. Tusome pale. Kitabu kile cha Ezekieli, ndio sura yake ya 13. Wengine niandalie waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto, sura ya 6 na mstari wa 14 mpaka 16. Sura ya 13 mstari wa 17. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amina. Na wewe mwanadamu, ndio, kaza uso wako, ndio, juu ya binti za watu wako, ehe, watabirio kwa akili zao wenyewe, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao, ukatabiri juu yao, useme Bwana Mungu asema hivi, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu? Mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe. Tuendelee. Mstari wa 19. Ehe. Nanyi mmeninajisi, ndio, kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuziua roho za watu, ambao haiwapasi kufa, na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikupasa kuwa hai.
Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, makuhani wa Kristo. Amen. Haleluya, makuhani wa Bwana. Amen. Kwa hiyo maandiko yanatuambia ole wao wale wanawake washonao ilizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya kila kimo, wakiwinda roho za watu wangu, ambao haikuwapasa nini? Kufa, na kuzihifadhi hai roho za watu ambao iliwapasa kuwa hai. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, makuhani wa Kristo. Amen. Kwa hiyo wapo watu ambao wanawinda roho za watu. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, makuhani wa Kristo. Amen. Kwa hiyo wapo watu wanaowinda roho za watu. Watu hawa katika hili kundi ni hawa wachawi. Wanakuwinda wewe. Amina. Usifanikiwe. Ndio. Usipige hatua. Usiendelee. Ndio. Haleluya, haleluya. Lakini Bwana anasema, tazama mimi ni kinyume cha hizo ilizi. Yes. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, watu wa Bwana. Amina. Kwa hiyo maagizo haya yote, ndio maandiko haya yote yanatufundisha kitu kimoja tu. Ndio. Kutokutii sauti ya Mungu. Tunatenda dhambi. Kweli. Kwa hiyo uchawi ni dhambi. Amina. Uganga ni dhambi. Ushirikina ni dhambi, kwa sababu tumejifanyia sanamu ya kuchonga badala ya kumwamini Mungu wa kweli. Haleluya, haleluya. Tufungue waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto 6:14-16. Tusome hapo. Msifungwe nila pamoja na wasioamini, kwa jinsi hivyo, sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Mstari wa 15. Ndio. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Tuendelee. Au yeye aaminie anasema sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Mstari wa 16. Ndio. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Haleluya, haleluya. Amen. Paulo anawaandikia waraka wa Korinto, anawaambia ya kwamba hapana ulinganifu kati ya Kristo na Beliali. Hapana mapatano kati ya giza na nuru. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu uliyeamini katika Mungu, ukishajichanganya na mambo ya giza, haleluya, haleluya. Kwa sababu Mungu anasema nyinyi ni hekalu la Mungu. Haleluya, haleluya. Mungu anakaa ndani yenu. Na Mungu akai sehemu iliyo na mafarakano, sehemu iliyo chafu. Lazima tumpendeze Mungu ili Mungu aishi ndani yetu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Paulo anawaambia hapana ulinganifu kati ya sanamu na hekalu la Mungu. Kwa hiyo wewe mpendwa, ukishamwamini Mungu, hautakiwi kutegemea mambo ya uganga, haitakiwi kutegemea uchawi, haitakiwi kutegemea mambo ya ushirikina, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu ametuumba tutii sauti yake. Shetani alipokuwa hajaitii sauti ya Mungu, alitupwa kutoka mbinguni. Haleluya, haleluya. Mungu anataka kwanza utii. Tazama, utii ni bora kuliko zabihu. Ni kweli. Haleluya, haleluya. Kwa sababu utii ni neno la Mungu. Mungu anakaa ndani yako. Kwa hiyo hakuna mapatano kati ya giza na nuru. Wewe uliye wa nuru, ukienda kujichanganya kwenye giza, maana yake wewe ni wa gizani. Haleluya, haleluya. Kwa maana mtu wa Mungu, Kristo alisema mtawatambua kwa matendo yao. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa Bwana. Kwa hiyo hii inatufundisha Mungu ili aishi ndani yetu,
inabidi tufuate sauti yake. Kama Mungu amekataza uchawi, kama Mungu amekataza uganga, ikiwa Mungu amekataza mwanadamu asimtegemee mwenzake, bali amtegemee yeye, kwa sababu mtu amtegemeaye mwanadamu Mungu hawezi akamtazama. Ndio maana wana wa Israeli walisema ya kwamba Musa alipoondoka, mtu mmoja akainuka akasema, Mungu hayupo mahali hapa, tujifanyie ndama, tujifanyie sanamu ya kuchonga, iwe Mungu wetu, asimame kama kiongozi wetu. Kwa hiyo wao walipokuwa wamuone Musa, wakajifanyia sanamu. Haleluya, haleluya. Amina. Kwa maana waliamini Musa akiwepo Mungu yupo. Amina. Musa akiondoka Mungu hayupo. Ndio maana Kristo alipowatokea katika mlima, maono yale Petro aliyoyaona, mpaka akamwambia Bwana, na tusifanyize vibanda vitatu, kimoja cha Musa, kimoja cha kwako, kimoja cha Elia. Haleluya, haleluya. Kwa maana watu wale kale waliwaabudu hao Musa. Haleluya, haleluya. Amen. Elia na Musa wakapotea. Akabaki Yesu peke yake. Yesu peke yake. Kwa maana Yesu aliponya kwa neno lake. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa kuwa Mungu aliweka makazi ndani ya hekalu lake lililoitwa Kristo. Tena nikwambie mpendwa, Mafarisayo na Masadukayo walipomwendea kwa Pilato, wakamwambia Pilato, tunaomba hukumu kwa mtu huyu. Pilato akawaambia, kwa kosa gani? Hawakuona kosa ndani yake, kwa sababu Kristo hakutenda dhambi. Haleluya, haleluya. Amina. Kwa sababu hekalu lile lilikaliwa na Mungu. Halikufanyika kwa mapenzi ya mwanadamu. Lilifanyika kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alipoweka makazi ndani ya Kristo, Kristo hakutenda dhambi. Ni kweli. Alipotoka kubatizwa, amina, alipofunga siku 40, Biblia inasema ya kwamba alipotoka nyikani, akawaambia watu, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya, haleluya. Ili Mungu aweke makazi ndani yako, inabidi utubu uovu wako, uache njia zako. Kumtegemea mganga ni sanamu ya kuchonga. Kutegemea irizi ni sanamu ya kuchonga. Kutegemea wafu ni machukizo kwa Mungu wako. Haleluya, haleluya. Mungu anamwambia Israeli, hakika hapana uchawi katika Yakobo, wala uganga katika Israeli, na habari za Mungu. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, watu wa Bwana. Amina. Kwa hiyo ili Mungu akutumie, ili uone utaratibu wake unafanya kazi ndani yako, inabidi tuache njia zetu, tusimtegemee mtu, tumwangalie yeye Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Tumtegemee Bwana daima. Ndio maana Paulo anawaambia Wakorinto kwamba hakuna mapatano kati ya nuru na giza, wala hakuna ulinganifu wowote kati ya hekalu la Mungu na sanamu. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Bwana. Kwa hiyo neno hili lipate kukuponya, inabidi utii sauti ya Mungu. Unajua Musa alipokuwa na wana wa Israeli, alifanya miujiza mingi kwa uwezo wa Bwana. Mungu alijitukuza kwa uwezo wake. Haleluya, haleluya. Alinyosha fimbo, bahari ikapasuka. Alipiga miamba, maji ikatoka. Alipofanya kosa moja, Musa hakuiona Kanaani. Na ndio maana nilikwambia hakuna aliye juu ya sheria. Ndio maana Paulo akawaambia, kitazamia juu ya sheria, inabidi muyaishi mambo matatu. Muishi tumaini, muishi imani, muishi na upendo. Kwa sababu aliye na imani hawezi kumtegemea mwanadamu. Aliye na upendo hawezi kumwacha mwenzake akifa na njaa. Aliye na matumaini. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Inabidi uelewe, inabidi ujue Mungu alivunja utumwa. Ndio maana kwa mauti ya Kristo hekalu lilipasuka vipande viwili, patakatifu pakaonekana, ikawa kila mtu anaweza akaingia. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa Bwana. Kwa maana patakatifu, hekalu pazia lake lilipopasuka, kwamba patakatifu palionekana, ikawa kila muaminie Kristo. Tazama, nimewapa amri
ya kukanyaga nyoka na nge. Amina. Wala nguvu za yule adui hazitawashinda. Kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Amina. Kwa maana Mungu aliwatuma. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakamwambia Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Amina. Haleluya, haleluya. Akawaambia, tazama, nilimwona shetani akianguka kama umeme. Amina. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo shetani lazima tumwangushe kwa kuliishi neno lake Mungu. Yesu aliwaambia wana wa Mungu. Aliwaambia Mafarisayo na Masadukayo na watu wa pale Wayahudi. Aliwaambia hivi, yeye amtegemeaye Mungu atafuata ya Mungu. Bali ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Amina. Kwa maana yeye alikuwa anatenda ya mambo yaliyo ya kwake toka mwanzo. Amina. Kwa hiyo kutenda mambo yako, kufuata mambo yako, wewe unamfuata Ibilisi. Amina. Kwa maana Kristo alipokuwa anajaribiwa, haleluya, haleluya, amina, nyoka akamwendea jangwani, akamwambia badili jiwe hili kuwa mkate. Akamwambia imeandikwa ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kwa Bwana Mungu wake. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ile inatufundisha ya kwamba mtu wa Mungu anaishi kwa imani. Kwamba akiamini, kwa sababu Mungu aliumba hii dunia kwa neno. Amina. Kwa neno la Mungu yote yanatokea. Amen. Kwa neno la Yesu yote yalitokea. Amen. Yote yalifanyika. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno aliyekuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika katika huyo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hapa inatuonyesha kwamba Mungu aliishi ndani ya Kristo. Amen. Lakini Kristo hakutenda dhambi. Na ndiyo sababu sisi tunaitwa Wakristo. Amina. Kama sisi tunaitwa Wakristo, ni wafuasi wa Kristo. Tunamtazamia Kristo. Matendo aliyotenda Kristo ndiyo inabidi tuyaishi. Haleluya, haleluya. Amina. Kama Kristo alisema mwanadamu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka kwa Bwana Mungu. Na neno leo linasema uchawi na uganga na ushirikina sio mapenzi ya Mungu. Musa anawaonya wana wa Israeli. Anawaonyaje? Anawaambia ya kwamba asionekane kwenu mtu apigae ramli. Amina. Asionekane kwenu mtu alogae kwa mafundo. Asionekane kwenu mtu anayebashiri. Kwa hiyo kutokutii sauti ya Mungu ndio uchawi wenyewe. Kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ndio maana Nabii Samueli nilikwambia aliandika ya kwamba kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Amina. Haleluya, haleluya. Kuasi ni kutokufuata utaratibu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo inabidi tuishi neno lake Mungu ili tupate kuokolewa. Kwa kumtegemea mwanadamu, kutegemea ilizi ama pembe ama kutegemea kuomba wafu, sio mapenzi ya Mungu. Ni kweli. Haleluya, haleluya. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kweli mahali hapa ilipo, wewe unaweza ukamwomba Mungu akakusikia. Mimi naweza nikamwomba Mungu akakusikia. Tunawekewa kiongozi ili atuongoze. Amina. Lakini wewe unapoomba Mungu anakusikia. Amina. Kwa sababu mwanadamu alikuwa mtumwa wa dhambi. Unajua katika Agano la Kale ilikuwa kuna utaratibu wa ili mtu asamehewe dhambi yake. Ndio. Kwamba kuhani mkuu anaingia patakatifu pa patakatifu kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo wewe ukifanya dhambi leo, shetani anapata mlango ndani yako. Kwa sababu Mungu si akai kwenye mafarakano. Mungu akai sehemu iliyo na uovu. Kwa hiyo wewe leo ukiiba, ile dhambi ya kuiba ile, yule mshitaki akisha kushitaki kwa Mungu, yeye anapata uhalali ndani yako. Anapenyeza magonjwa, anapenyeza ajali, anapenyeza analolitaka. Kwa sababu anapata uhalali kwa matendo yako maovu. Amina. Kwa hiyo yale matendo maovu yanampa mlango shetani. Shetani yeye anachotegemea ni mlango. Wewe utende dhambi ili yeye apate kuingia. Kwa hiyo wewe unapomtegemea mganga unatenda dhambi, yeye shetani anapata kibali. Akipata kibali anakutumia. Haleluya, haleluya. Yeye anakutumia anavyotaka, kwa sababu Mungu anakuacha. Adamu aliachwa na Mungu kwa kutenda dhambi.
Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya watu wa Mungu. Amina. Kwa hiyo kwa kutenda dhambi, shetani anavyopata kibali ndani yako, anavyopandikiza vitu vyake ndani yako. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo njia pekee ya kufuata mambo haya yote ni kutii sauti ya Mungu. Amina. Kwa sababu sauti ya Mungu ni neno la Mungu linaloleta uzima, sio mauti. Linaleta uzima ndani yetu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Bwana. Kwa hiyo tuache kutegemea mambo ya uganga. Tuache kutegemea nguvu za giza. Kwa sababu ni chukizo. Ukifanya hivyo unajifanyia sanamu ya kuchonga. Unamwacha Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya watu wa Mungu. Amina. Na ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 kuanzia mstari wa kwanza, ile utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo.